Alizaliwa visiwani Zanzibar, akalea sauti yake hadi ikawa chombo cha maarifa, sauti ya matumaini na daraja la taifa kwa mamilioni ya watu. Huyu ndiye Charles Hilary, sauti iliyojaliwa hekima, busara na uadilifu. Makala hii imeandaliwa na Abdullahi Abdallah chini ya udhamini wa Asam Electrical Company. Karibu. Katika mitaa ya Jang'ombe, Zanzibar, mwaka 1959 alizaliwa kijana ambaye angekuwa mmoja wa waandishi wa habari mahiri zaidi katika historia ya Tanzania. Charles Hilary hakuwa tu mtangazaji, alikuwa daraja kati ya serikali na wananchi, pia kati ya Afrika na dunia. Safari yake ilianza mwaka 1981 akiwa Radio Tanzania Dar es Salaam, ambayo kwa sasa inajulikana kama TBC. Pale ndipo sauti yake ilianza kupenya kwenye masikio ya wasikilizaji. Ilikuwa ni sauti ya kuaminika, sauti ya uchambuzi, sauti isiyotetereka mbele ya ukweli. Mwaka 1994, Charles Hilary alihamia Radio One Stereo. Huko aliongeza kasi ya taaluma yake, akazidi kung'ara bila ya kujua kuwa dunia ilikuwa inamsubiri. Mnamo mwaka 2003 alijiunga na redio ya kimataifa Deutsche Welle nchini Ujerumani. Baada ya hapo alipaza sauti yake kwenye anga ya BBC Swahili, akiwakilisha bara la Afrika kwa umahiri na weledi wa hali ya juu. Ji Dong-un, sí señor, Ji Dong-un, Ji Dong-un katika dakika za nyongeza anaipatia hapa Sunderland bao la kwanza. Sunderland moja, Man City hawajapata kitu na hawaamini macho yao. Licha ya mafanikio hayo makubwa, sauti yake haikusimama hapo tu. Mwaka 2015 alirejea nyumbani na kujiunga na Azam Media. Kisha mwaka 2021 akaingia moja kwa moja kwenye utumishi wa umma. Aliteuliwa kuwa mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais wa Zanzibar, na mwaka 2023 akateuliwa kuwa msemaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Katika nafasi hizi, Charles Hilary hakuwa msemaji tu, ila kupitia sauti yake aliweza kuwa mtetezi wa wanyonge na mjenzi wa imani baina ya viongozi na wananchi. Mei 11, 2025, Tanzania ilipoteza sauti ya dhahabu. Charles Hilary alifariki dunia wakati akipelekwa hospitali baada ya kuugua ghafla akiwa na umri wa miaka 66. Licha ya kifo chake, tunaamini kuwa ametutoka kimwili. Sauti yake bado inatufundisha, inatusihi kuandika kwa uadilifu, ukweli na kuishi kwa heshima. Charles Hilary, jina lake halitaandikwa tu kwenye vitabu vya historia, bali pia kwenye mioyo ya watu wote waliomsikiliza. Makala hii imeandaliwa na Abdullahi Abdallah chini ya udhamini wa Asam Electrical Company.